Kutangazia moja kwa moja kutoka mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya MTV. Hujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo ya Machi 27 mwaka 2025. Tulionayo hii leo ni pamoja na tangazo lililochapishwa hii leo Alhamisi 2025 la msemaji wa jeshi la Kongo FARDC Jenerali Ekenge la huzuni kwa uwepo wa waasi wa M23 katika mji mdogo wa Walikale. Nikusema kwamba mazingira ambayo iliweza kupatikana kwa hiyo shida ni kwenye airport, kwa sababu awali wakati walipowasili waliweza kukataza watu wasipite kwenye airport. Ni wao wenyewe ndio waliweza kupatikana huko. Na kwa site ya Walikale, mshefulie, watu wengi wako kwenye mapori. Wanasiasa wa eneo la Mwenye wilayani Lubero wameripoti hali ya ukosefu wa usalama siku chache baada ya uchaguzi ulioendeshwa na viongozi wa kijeshi. Msikilizaji na mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi nikusihi tu uweze kuwa nami kuanzia sasa hadi pale nitakapokupungia mkono wa bye bye. Kwa niaba watakaoshiriki, mimi ni Tryphon Odas, karibu. Na mkaribu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo, na leo tunaanzia huko maeneo ya mji mdogo wa Walikale, ambapo tunaelezwa kuwa katika tangazo lililochapishwa hii leo Alhamisi ya 27 ya mwaka 2025, msemaji wa jeshi la Kongo FARDC Jenerali Ekenge, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limehuzunika kwa uwepo wa waasi wa M23 katika mji mdogo wa Walikale, Kivu, wakati walitangaza kwamba wanaondoka maeneo hayo kwa kusindikiza mchakato wa usitishaji wa vita mashariki mwa Kongo. Jeshi la Kongo limesema hawaelewi kwani bado waasi hao wanaendelea kujaribu kushambulia ngome zao, ikiwa sasa wanaonekana ukiuka amri iliyotolewa na viongozi wa mataifa wanachama ya Jumuiya ya Mataifa ya Afrika Mashariki na wale wa Jumuiya ya Mataifa ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. FARDC imesema kwamba yajizuia kujibu kwa kila uchokozi wa waasi wa M23, ikiwa kwa sasa wanajaribu pasipo mafanikio yoyote ya kushambulia. Na huko Kivu Kaskazini, katika maeneo ya Walikale, ndege hadi sasa isiyojulikana kuwa ipo upande gani ilikuwa ikifanya shughuli zake katika uwanja wa mji mdogo wa Walikale, mji unaokuwa chini ya uongozi wa waasi wa M23. Kivu ya Kaskazini imeshambuliwa vikali na ndege isiyokuwa na rubani na ndege ya kivita jeshi la FARDC asubuhi ya leo Alhamisi Machi 27 mwaka 2025. Vyanzo vyetu vinasema kuwa gari ambalo lilikuwa kwenye uwanja huo pia limeshambuliwa. Hassan Chauhele amefanya mazungumzo na kiongozi wa shirika la raia huko Walikale kama anavyoeleza. Ndege ya M23 ilishambuliwa na kuchomwa wakati iliweza kuwasili mtaani Walikale kwenye airport ya Kigoma kushefulia teritwari ya Walikale. Ilichomwa na ndege ya kivita ya Kongo ya Kidemokrasia, kwa sababu inapita juma moja hiyo ndege iko na wasili, alafu kuwasili yake inafanya rotation 2-3 kwa siku, na yale yote ni kabla ya wao kuweza kusema kwamba watajiondosha kwenye mtaa wa Walikale, na mpaka sasa wakingaliki kwenye shefulia ya teritwari. Nikusema kwamba mazingira ambayo iliweza kupatikana kwa hiyo shida ni kwenye airport, kwa sababu awali wakati walipowasili waliweza kukataza watu wasipite kwenye airport. Ni wao wenyewe ndio waliweza kupatikana huko. Na kwa site ya Walikale, mshefulie, watu wengi wako kwenye mapori na wachache ndio wanakimbilia kwenye hospitali kuu ya Walikale. Kwa sasa muasi wa M23 yeye anakuwa kwenye kisanga. Njia zote zinafungwa. Hakuna mahali ambapo anaweza kurudilia ama anaweza kupata ravitaillement yote kama hakuna ndege. Na tunakutana ya kwamba habari ambayo anakitoa kwenye taifa ya Wakongomani ama nje ya taifa ya Wakongomani ni uongo mtupu, ya kwamba anatafuta amani ama anatafuta kujiondoa. Ni uongo mtupu. Mpaka sasa anapatikana kwenye shefulia ya teritwari ya Walikale. Na kwetu sisi tunaendelea kuambia wakuu viongozi ya kwamba wakuwe chonjo, wakuwe macho wazi, kwa sababu M23 watu wenye kuwa werevu wanafikiri ya kwamba wao ndio wanakuwa watu wenye kujua nyingi, lakini wanakuwa wakianguka kwa mitego ya watu wengine. Hali ya kiutu katika mji mdogo wa Walikale, Kivu ya Kaskazini, imeendelea kuwa mbaya zaidi, raia wakilalamikia maisha magumu wanayopitia tangu mji huo kuanguka mikononi mwa waasi wa M23. Austeri Marivika amezungumza na raia wa Walikale na hapa wanaeleza. Depuis machafuko ianze, batu presque 95% ya population
yote ilikimbilia mupori. Donc batoto banalala mugiza, batoto banalala chini, banamuke nini. Manake hali moya yenye haiwezi hata semeka vraiment. Batu banateseka sana kwa hali moya yenye haiwezi hata ukiona wewe peke utasema kama ntuka batu banashindwa meme hata kukua saa vile manyama. Hali yenye inaleta ile yote ni ma insecurity wakati M23 iliingia Walikale, batu bote wakahofia usalama wao na njoo walikimbilia kumapori. Basi na ile situation njoo yenye ntuka inaleta ile yote. Unaona preske farmasi za hapa kabisa zote ziliporwa kabisa, watu wanakunywa maji ya visima na kuna mahali hata maji yenyewe hayuko, maanake watu wanahangaika sana. Na huko Lubero, wanasiasa wa eneo la Mwenye wilayani Lubero wameripoti hali ya ukosefu wa usalama siku chache baada ya uchaguzi ulioendeshwa na viongozi wa kijeshi dhidi ya mauaji ya raia yaliyopatikana eneo hilo. Hali hiyo imepelekea vijiji vingi vya eneo hilo kubaki vikiwa havina wakazi, wakikimbilia jiji la Butembo na kwenye vijiji vingine wakihofia maisha yao. Wakati wa mahojiano na MTV Jumatano ya Machi 26 mwaka 2025, Kambale Kagoma Agustin, mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika tabaka la Mwenye, aliripoti mateso wanayopitia raia eneo hilo baada ya mauaji ya watu wenye silaha wanaodhaniwa kuwa ni ADF. Kulingana na kiongozi huyo, kuna uthibitisho unaoonyesha tuhuma za wazalendo wa UPLC wapatikanao eneo hilo kusika katika mauaji ya raia. Aidha, ameitaka serikali ya DRC kuchukua hatua za kurejesha usalama wilayani Lubero kwa kuzuia uhalifu unaoendelea huko kutokana na vikundi vyenye kumiliki silaha. Wakazi wanateseka sana, wanakimbia huku na huku, huko vile ndani ya vile Butembo na penginepo, wengine wanakosa chakula, watoto wanagonjwa, masomo hata vile haiko. Antuka tuko nafadhaika sana, etake sio wa leader. Kuna kikundi moja ambao mimi nafahamia sana, waliua watu wengi sana, na wakazi vile wangali na waogopa kwa sababu wangali na ikala ndani ya groupement Mwenye. Wenye wana shurti ya kuchunga wakazi wakuwe na ile conscience, determination, waioneshe kwa wakazi puke sisi wakazi wa Mwenye tukuwe na usalama, kila kitu yote yendeke kama kawaida. Avec les sécurité, basi watoto watakuwa tellement troublés na wengine vile watapenda kuenda tena ovyo ovyo, rebelio tena vile inaongezeka ingine kwingine. Alors il faudrait que l'État ina prendre à charge ma responsabilité zake. Watu fulani ambao wanajikaza kuingia tu kukamata chakula na kurudia, hawezi kala hata siku mingi ndani ya hii groupement. Utakumbuka kuwa viongozi wa kijeshi na viongozi wengine walifanya uchaguzi mwezi Januari na Februari huko Mwenye kwa lengo la kutafuta ukweli dhidi ya wahusika katika mauaji ya raia baada ya malalamiko ya raia wakichongewa wazalendo wanaomiliki eneo hilo kushiriki mauaji ya raia. Na tukitoka huko tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo tunaelezwa kuwa daraja la Muholo lilopo nchini Tanzania limetajwa kuwa mkombozi kwa wananchi wa Rufiji. Oliva Nyeriga, mwandishi wetu kutoka nchini Tanzania, ana taarifa zaidi. Waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI nchini Tanzania, Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, amesema ujenzi wa daraja la Muhoro utaleta ukombozi kwa wananchi wa kata ya Muhoro ambao kwa muda mrefu wamekumbwa na changamoto ya usafiri na hata kupoteza maisha wanapovuka mto Rufiji mkoani Pwani. Akizungumza wakati wa ziara kukagua maendeleo ya ujenzi huo, Mheshimiwa Mchengerwa amemshukuru Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kufanikisha mradi huo wa kisasa wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 17. Wafanye kazi usiku na mchana kwa sababu kazi tunaona ni nzuri na muda wanaokwenda nao ni mzuri sana. Maana yake wananchi wa Muhoro kwa namna inavyokwenda mwezi wa 7 wataanza kulitumia likiwa zuri kabisa. Daraja ambalo mwanzo lilileta changamoto nyingi, watu walifariki wengi hapa, kuliwa na mamba wakati wa mafuriko. Sasa matarajio yetu ni kwamba mkandarasi aongeze spidi ili asiongeze muda, lakini kwa namna anavyokwenda tunaridhika na utendaji wake. Nadhani Mheshimiwa DC unanipata vizuri. Kwa hiyo waelekeze tu waongeze kasi, wafanye kazi usiku na mchana, hatutakuwa na nyongeza, ili mwezi wa 7 watukabidhi daraja ambao itakuwa ni mkombozi kwa wananchi wa Muhoro. Kwa mujibu wa meneja wa wakala wa barabara mijini na vijijini TARURA mkoani Pwani, mhandisi Leopadri Runji, amesema ujenzi umefanyika kwa 40% na tayari nguzo 4 kati ya 6 zimekamilika na lina urefu wa mita 9, hivyo litasaidia kuzuia mafuriko.
tayari tumeshaandaa na mtaalamu ameshaanza kuleta vyuma kwa ajili ya kusimika tena zile nguzo za chini. Tunashukuru sana kwa ujenzi wa daraja. Tunamshukuru mbunge wetu wa jimbo la Rufiji Bwana Mohamed Mchengerwa, ametufaa sana kwa kutuletea ile daraja. Kabla ya daraja tulikuwa tunapata adha nyingi. Tulikuwa watoto wetu hawasomi shule, hawaendi maji yakijaa. Sisi wenyewe tulikuwa twende hospitali, tukizalia kwenye maji, tunavuka kwenye mitumbwi, tukipinduka na mitumbwi. Kwa hiyo sina lingine la kusema, tunamshukuru mbunge wetu, Mungu amzidishie na amwezeshe. Sasa hivi tuna furaha kubwa kutokana na daraja linavyojengwa. Maana watu walikuwa wanakufa na mamba, walikuwa wanachukuliwa na maji pale kwa sababu mwingine wanaubishi, wanatumia mitumbwi inapinduka, lakini ile daraja tukipata, mimi naona ni mkombozi mkubwa kwa Rufiji hii. Nam ni ripoti yake Oliver Nyeriga akiripoti kutoka huko makao makuu ya Tanzania jijini Dodoma. Na tukisalia nchini Tanzania, tunaelezwa kuwa hali ya uzalishaji wa umeme nchini Tanzania imeendelea kuongezeka, ambapo hadi kufikia mwezi Februari mwaka huu uwezo wa mitambo ya kufua umeme wa gridi ya taifa ulifikia jumla ya megawati 3796.71, wakati mahitaji ya juu kabisa ya umeme kwenye gridi ya umeme wa taifa yakiwa ni megawati 1908. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, mkurugenzi mkuu wa shirika la umeme Tanzania TANESCO Gisimwa Nyamohanga amesema ongezeko hilo limechangiwa na miradi mbalimbali ikiwemo mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere JNPHPP. Sasa tukijaribu kuangalia mwaka 2021 uwezo wetu wa kuzalisha ulikuwa ni megawati 1573.65, lakini sasa hivi tunaongelea megawati 3796.71. Kwa wale ambao wanajua mahesabu, unaona hapo ni kama tumekwenda zaidi ya mara mbili ya uwezo wa kuzalisha umeme katika kipindi kifupi cha miaka 4. Sasa mafanikio haya ya kuongezeka kwa uwezo wa uzalishaji wa umeme nchini yamechangiwa na miradi mbalimbali, ukiwemo mradi wa bwawa la Julius Nyerere. Sisi tunaita ni JNHPP, Julius Nyerere Hydropower Project. Mradi huu una uwezo wa kuzalisha megawati 2115 na unatekelezwa na serikali chini ya usimamizi wa Wizara ya Nishati. Na katika ule mradi tunayo mitambo 9 na kila mtambo unaweza kuzalisha megawati 235. Hata hivyo, amesema mradi huo umeongeza uwezo wa kuzalisha umeme katika gridi ya taifa ya umeme, ambapo wakati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani Machi 21, 2021, aliukuta ukiwa 33% tu, na mpaka kufikia Februari 2025 mradi umefikia 99.82, na mpaka sasa jumla mitambo 8 kati ya 9 tayari inazalisha umeme. Kwa ripoti hiyo, msikilizaji na mtazamaji wa MTV, ndio tunatamatisha taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo ya Machi 27 mwaka 2025. Sina shaka kuwa umehabarika, lakini kutamatika kwa taarifa hii ya habari ndo mwanzo wa maandalizi wa taarifa nyingine ya habari. Nikukumbushe pia matangazo yetu yanaendelea kupatikana kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa jina la MTV Online, lakini pia tunasikika eneo zima la maziwa makuu kupitia redio wa shirika. Hadi wakati mwingine, kwa niaba ya wote waliohusika kuandaa taarifa hii ya habari, mimi ni Tryphon Odas nikiwa hapa mjini Kigoma, na mwandaji wa taarifa hii ya habari ni Hassan Chawere akiwa mjini Goma, mashariki mwa Kongo. Hadi wakati mwingine, asante na nikutakie siku njema.